Kila kitu kilishafanyika, hakuna jambo jipya chini ya jua. Uponyaji ulishaachiliwa, kazi ilishaachiliwa, baraka zilishaachiliwa. Kwa lugha nyepesi, chochote kile ambacho unamwomba Mungu ikiwa ni sawasawa na mapenzi yake ilishaachiliwa katika roho. Lakini sasa ili vimanifest au vionekane katika maisha ya kila siku, wewe pekee ndio unayetakiwa kufanya maamuzi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu tunayemtumikia sio dikteta, ni Mungu wa utaratibu na ni Mungu wa kanuni. Maamuzi yako yanaashiria baraka zako zipo karibu au zitachelewa. Wewe mwenyewe ndio unatakiwa ufanyaje? Uwajibike. Kwa hiyo ninachotaka kuwakumbusha ni kwamba acha kutumia hekima yako mwenyewe, acha kuzitegemea akili zako mwenyewe. Lakini vita inaanzia wapi? Vita zipo kwa wale ambao wanatambua kusudi la Mungu kwenye maisha yao. Kusudi gani? Kubarikiwa. Unahitaji neema ya Mungu kufika mahali fulani. Hapo ndipo vita inapoanza. Vita ipo katika kuyaishi mapenzi ya Mungu.